zikiwa zimesalia siku chache kuelekea kwenye mchezo mkubwa, mchezo wa Afrika. Hapa tunazungumzia dabi ya Kariakoo ambayo inawakutanisha watani wa jadi ambao ni Simba Sport Club wanakuwa ugenini, ambapo Young African wanakuwa wenyeji wa mchezo huo ambao utapigwa kule New Amani Complex siku ya tarehe 1 Machi 2026. Je, wewe unaitakia timu yako ushindi ukiwa wapi? Tukutane kwenye comment. Sasa kuelekea mchezo huo, Simba Sport Club, Steven Baka ambaye ni kocha mkuu wa klabu hiyo ametangaza rasmi kikosi ambacho kitaanza na mabadiliko makubwa aliyoyafanya kwenye kikosi hicho kuelekea mchezo wa watani wa jadi dabi ya Kariakoo, na ametangaza mabadiliko hayo ya kikosi ambacho kitaendelea kuwakabili Yanga pale New Amani Complex, ambapo Simba Sport Club taarifa zinasema tayari wamesha ripoti New Amani Complex na tayari wameshaanza kufanya mazoezi kuelekea mchezo huo wa tarehe 1 Machi 2026. Je, kikosi gani ambacho kimebadilishwa? Tunacho hapa Tubone Media. Hivyo basi usipange kukosa mwanzo mpaka mwisho wa hii video. Pia nikukumbushe tu, wewe kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani hivi ndio vitu ambavyo tunavileta hapa Tubone Media kwenye habari za michezo na burudani. Wewe kama mwana michezo, wewe kama mwana burudani, basi mahali pako ni hapa. Hakikisha umesubscribe kwa taarifa nyingi. Haya na mengine mengi utayapata hapa Tubone Media. Sasa zikiwa zimesalia ni siku chache, takriban siku 2 au 3 kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao unataraji kupigwa tarehe 1 March 2026 kule New Amani Complex, ambapo Young African ndio wanakuwa wenyeji wa mchezo huo wakimwalika Simba Sport Club. Ni NBC Premier League, ambapo Simba Sport Club mpaka saizi wanahitaji ushindi, tena ushindi kamili, ili kupunguza gepu ya pointi 5. Ukianza kuangalia Simba na Young African kwenye msimamo wa NBC Premier League 2026-2027 michezo wapo sawa wote, lakini Simba amezidiwa kwa pointi 5 mbele ya mtani huo wa Young African. Sasa kuelekea dabi hiyo, Simba Sport Club anahitaji ushindi ili kuzuia gepu ama kupunguza gepu la pointi 5, ambapo kama Simba atashinda basi atapunguza gepu la pointi 3, zitabaki pointi 2, na kama Simba atapoteza basi gepu litazidi kuwa kubwa. Hivyo basi Simba Sport Club kwa hali na mali anautaka ushindi huu wa dabi ya Kariakoo. Sasa kuelekea mchezo huo wa dabi ya Kariakoo, Steven Baka ametangaza kikosi, ametangaza mabadiliko ya kikosi chake kuelekea mchezo huo, kwani mchezo wa mwisho Simba kabla ya kuelekea kule Zanzibar walikipiga pale Dodoma kwenye NBC Premier League, ambapo Simba Sport Club alilazimishwa sare ya bila kufungana na Dodoma Jiji. Hiyo ndo mechi ambayo ikampelekea kutengeneza gepu 5 na watani wake Young African. Je, itakuwaje kwenye dabi? Mimi na wewe hatujui, lakini matukio yote tutakuletea hapa Tubone Media. Sasa tunarejea kwenye kikosi cha Steven Baka ambaye amefanya mabadiliko kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambapo namba 1 amedaka Kasal. Ameona Kasal ndio ambaye anafaa kwenye dabi ya Kariakoo na hajawahi kucheza mchezo wote wa dabi. Lakini namba 2 ni Show Me The Way, Shomari Kapombe Baba Esther ambaye amepata nafasi ya kuanza kama namba 2. Lakini namba 3 ni Dickson Kibabage, lakini namba 4 ni Toule na namba 5 ni Dilak. Tunafahamu uwezo wa Dilak, ni captain, naye akitoka Kapombe anafuata Dilak ni captain, na tunafahamu uwezo wake akicheza pale namba 5. Lakini namba 6 ni Kagoma na namba 7 ni Geye, ingizo jipya la Simba na hajawahi kucheza mchezo wenye pressure kama huu wa dabi ya Kariakoo. Geye ameanza kama namba 7, lakini namba 8 ni Ino Loemba na namba 9 ni Mwalimu Selemani Mwalimu, tunafahamu uwezo wake, lakini kwenye mchezo wa mwisho aligonga mwamba, hakuweza kutikisa nyavu za wapinzani. Lakini namba 10 ni Clatous Chota Chama, tunafahamu uwezo wa Chama kwenye kuzuia mashambulizi na pia tunafahamu uwezo wa Clatous Chota Chama. Lakini namba 11 ni Oula ambaye hajawahi kucheza mchezo wa dabi na ndiye ambaye kocha amempendekeza. Na naam, hiki ndo kikosi cha mwalimu Steven Baka. Amefanya mabadiliko kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo. Ukianza kuangalia mechi ambayo ilipita ya Simba Sport Club, walisale zidi ya Dodoma Jiji, ikawatengeneza gepu kubwa sana na watani wao wa Young African. Na Simba Sport Club wamesafiri na timu na ripoti zinasema tayari wameshafika Amani Complex na tayari wameshaanza mazoezi kujiandaa na mchezo wao wa NBC Premier League dhidi ya watani wao wa jadi Young African. Sasa hiki ndicho kikosi cha mwalimu Steven Baka na haya ndio mabadiliko aliyoyafanya
kwenye kikosi hiki kuelekea mchezo huo wa dabi. Sasa tunarudi kwako shabiki, je, kuelekea huo mchezo huo wa dabi, nani unampa asilimia nyingi za kushinda na nani unampa asilimia chache za kushinda? Na pia utuambie, je, wewe ni shabiki wa timu gani na unatakia timu yako ushindi ukiwa wapi? Tujuane kwa mikoa ulionayo, unaangalia dabi ukiwepo wapi, tujuane kwa mikoa ulionayo. Na hii ndo chaneli ambayo itazidi kukuletea matukio hapa mpaka dabi inapofika. Hakikisha umesubscribe ili kuendelea kupata matukio muhimu yanayojitokeza ndani na nje ya nchi ya kimichezo zaidi. Mimi ni Tubone Media, hadi wakati mwingine, bye bye.